majina naitwa Nehemia Christopher Mudala. Kitaaluma mimi ni afisa mazingira. Kwa sasa ni kaimu afisa madini mkazi mkoa wa Tabora. Na kwa ujumla wake tunatekeleza majukumu ya usimamizi, uratibu wa shughuli za uchimbaji, utafiti na biashara ya madini ndani ya mkoa wetu wa Tabora. Mkoa wetu wa Tabora una wachimbaji wengi, kwa maana wachimbaji wadogo ambao wanamiliki leseni ndogo za uchimbaji kwa maana ya primary mining license, na tunao wachimbaji wa kati, lakini pia tuna makundi yanayojishughulisha na uchakataji wa madini, shughuli za uchakataji wa madini hapa kwetu mkoa wa Tabora. Mkoa wetu wa Tabora ni mkubwa, una zaidi ya kilomita za mraba 71, lakini katika hizo tuna maeneo ya machimbo katika wilaya tofauti. Tuna wilaya ya Sikonge, wilaya ya Igunga, wilaya ya Nzega pamoja na Kaliua. Wilaya zote hizi zinajishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini. Kama mnavyojua, ofisi ya afisa madini mkazi Tabora inafanya kazi kwa kuzingatia vipaumbele vikubwa vya Tume ya Madini ambayo ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Madini, na mojawapo ni ukusanyaji wa maduhuli ya serikali. Kwa mwaka huu wa fedha tunayo malengo ya kukusanya fedha ambazo hizo zinaongeza tija katika majukumu ya serikali, na vipaumbele vyetu vikubwa ni kuhakikisha kwamba shughuli zote za uchimbaji wa madini, biashara ya madini zinafuata sheria, kanuni na miongozo iliyopo, hasa sheria ya madini sura 123 ambayo inawataka yeyote ambaye anashughulisha shughuli za uchimbaji, utafiti, lakini ya biashara ya madini kufuata masharti yaliyopo. Kwa miaka hii tangu kuanzishwa kwa Tume ya Madini tumeona sekta ikisonga mbele, na sisi kama watendaji tunaona kabisa nguvu iliyowekwa inaendelea kuleta matunda na mafanikio makubwa katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, jamii, lakini na serikali kwa ujumla wake. Kwa kipindi hiki tunaendelea kutoa elimu sana katikati ya shughuli za uchimbaji wa madini kwa wachimbaji wetu wadogo, ili wafanye shughuli zao pasipo kupata vikwazo, na tunaendelea kutoa leseni ndogo za uchimbaji wa madini, leseni za biashara, lakini pia tunaendelea kuwawezesha wachimbaji kujua sheria na matakwa ya kanuni zilizopo. Mkoa wetu una fursa nyingi za uwekezaji kati ya Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde, lakini Katibu na Mtendaji wa Tume ya Madini Ramadhani Rwamo, lakini pia na watendaji wengine wote ambao wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba shughuli za uchimbaji wa madini kwa mtu mmoja mmoja, kwa maana ya makundi tofauti tofauti, vijana, wanawake, lakini pia na makampuni wanaendelea kufanya kazi na kupata fursa ya kujiengage na shughuli za uchimbaji, utafiti, lakini pia na biashara ya madini aina zote madini. Kwanza, tuna eneo la uchimbaji wa madini. Bado mkoa wetu hauna wachimbaji wakubwa wa kutosha. Maeneo ya uchimbaji yapo, lakini pia tunalo eneo lingine la utafiti wa madini. Maeneo yetu ni makubwa, bado wachimbaji wetu wadogo hawajawa na uwezo kufanya utafiti wa kutosha. Kwa hiyo hili pia ni eneo mojawapo ambalo linaweza likawafaa watu wenye fedha zao za kutosha kuwekeza kwenye eneo la utafiti wa madini. Lakini pia tunalo eneo la biashara ya madini. Mkoa wetu huu una madini ya kutosha, na wafanyabiashara wachache ambao wana leseni za biashara ya madini, leseni ndogo na leseni kubwa, bado ni wachache. Kwa mfano, leseni za dealers tunazo zisizozidi 36. Unaweza ukaona katika soko letu la madini hapa Nzega, kwa maana mkoa wa Tabora, bado tungehitaji kuona watu wakiwekeza pesa zao nyingi ili kuongeza tija katika uchumi wa mkoa wa Tabora. Lakini pia si hivyo tu, zipo shughuli za kijamii. Tunakuwa na wageni wengi wanakuja, lakini wakati mwingine tunaona kuna usumbufu wa kupata hata hoteli za kutosha. Kwa hiyo bado ni eneo mojawapo ambalo wananchi wenye fedha wanaweza kuwekeza pesa zao kwa maana ya kujenga mahoteli mazuri na kuleta huduma bora.
Wito wetu kama serikali, bado tunaona kuna maeneo mengine ambayo yamesaulika, hasa katika uchimbaji au shughuli za uchimbaji wa madini, ujenzi na viwandani. Bado hatujaona kwamba kuna utoshelevu wa wawekezaji. Kwa hiyo bado tunatoa kwamba ni fursa iliyopo kwa watu ambao wanangependa kuwekeza kwenye shughuli hizo za uchimbaji wa madini ya ujenzi na viwandani. Eneo hilo pia linatija sana kwa kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja, jamii, na kutuletea faida kama taifa kwa ujumla wake. Zaidi ya yote, ofisi ya afisa madini mkazi Tabora inapenda kuhakikishia wananchi na wawekezaji wa ndani na nje kwamba Tabora bado ni nzuri na inavutia kwa uwekezaji katika shughuli za madini. Wasiogope wala wasione kwamba mazingira ni magumu, isipokuwa waje wawekeze ili kutuongezea thamani. Na katika hilo bado tuna eneo lingine la uwekezaji la uongezaji thamani madini. Katika mkoa wetu bado hatujawa na makampuni au watu ambao wamewekeza katika eneo hilo. Tunajua eneo hilo pia lina mchango mkubwa katika ajira za vijana, lakini pia kuongeza vipato vya moja. Kwa hiyo pia tunawakumbusha wananchi kuwekeza katika eneo la uongezaji thamani madini. Kwa kusema hivyo, director wa kampuni ya Kasal Gold Mine ambayo inapatikana hapa wilayani Nzega kwa Tabora, najishughulisha na kazi ya uchimbaji na usambazaji wa kemikali. Kazi zangu za uchimbaji nazifanyia katika wilaya ya Igunga, tarafa ya Igurube. Naweka mtambo wa kisasa aina ya CIP na chimbiwa dhahabu na pia nachimba. Changamoto ninazo ni tunachimba roko sana. Hatuna maeneo maalum ambayo yamebadilisha mchimbo ya kwamba kwa ajili ya uchimbaji wa dhahabu kwamba mpimo wa chimba utaenda kupata mwamba. Kwa mfano pale Igurube na shafti ziko 6. Shafti moja tu ambayo kidogo sasa hivi na uzalishaji, lakini zingine zote hizi hamna. Ndio hangaika tafuta mwamba. Tumelipokea kwa furaha swala la kutoa leseni kubwa ambazo hazifanywi uchimbaji. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri anapoanza kugawa atukumbuke mkoa wa Tabora, hasa aanze na Daudi Mwita Jiagu. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Pia nimeomba Mheshimiwa Rais aendelee kutushika mkono wa kina mama kama ambavyo mwaka jana ametoa leseni kwa mkoa wa Geita, na hata kwenye mikoa mingine pia afanye, hasa mkoa wa Tabora. Asitusahau, aweze kutupatia leseni. Mimi nimethubutu, naamini na wanawake wengine wanaweza. Asante sana. Leseni za uchimbaji na pia na planti katika wilaya Nzega, kata ya Mwangoe, kijiji cha Mwamikola. Alitoa wakati wa kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2025 kwamba ndani ya siku 100 za urais atakapopata ridhaa kutoka kwa wananchi atatenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo. Hilo tunalishukuru na tunalipongeza, na pia tunapenda kutoa pongezi kwamba tayari kama mwezi mmoja uliopita Mheshimiwa Waziri wa Madini Mheshimiwa Mavunde alisema kwamba kuna baadhi ya leseni za utafiti ambazo zilikuwa zimeshikiliwa kwa kiasi kikubwa, yani maeneo makubwa kwa wale watu ambao walikuwa wameshikilia maeneo wamezifuta zile leseni kwa ajili ya kugawiwa sisi wachimbaji wadogo wadogo. Kwa hiyo tunashukuru hilo, na sasa hivi tumejipanga kwa ajili ya kuanza kutoa maombi kwa ajili ya kuweza kupata hayo maeneo ili tuendeleze uchimbaji. Na kwa uchache tu, uchimbaji una faida gani kwa yule ambaye anataka kuwekeza kwenye uchimbaji? Baba, pengine una eneo la uwekezaji, watu wanakuja kuwekeza kwako, elezea tu kwa uchache. Mimi nafikiri, asante. Mimi nashukuru kwa serikali kwanza imenunua vifaa vya uchimbaji vya kusaidia wachimbaji wadogo wadogo kufanya utafiti. Kuna drilling pamoja, kuna maabara ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kwenye uchimbaji. Kwa hiyo mimi binafsi yangu nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri pamoja na yote atusaidie hasa sisi wachimbaji wote wa Tabora, kwa sababu hatujafikiwa na
na huo mradi wa kufanya utafiti. Kwa hiyo angetenga muda wake au angetoa ombi maalum kwa STAMICO ambao ndio sasa hivi wanaosaidia huo utafiti kwenye wachimbaji wadogo waweze kutufikia na sisi watu wa Tabora, wachimbaji wa Tabora tuweze kupata hizo fursa, kwa sababu sisi wengine tuna uwezo wa kuweza kuhaya, yani kukodi hivyo vifaa tukalipa hizo gharama, kwa sababu gharama za serikali ni ndogo ukilinganisha na gharama za watu binafsi, ili tuweze kufanyia utafiti katika leseni zetu na sisi tuweze kuwa na uchimbaji wa uhakika. Kwa hiyo tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri Mavunde utusaidie kwa hilo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.